Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, wakati mwingine Bwana alitupatia kuutumia kwa ajili ya kazi yake. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, pale ulipo nikukaribishe katika kipindi chetu cha Timazi ya Amana. Kabla tujaendelea, na tuombe. Osana mwana wa Daudi, asante kwa ajili ya fursa hii ambayo umetupatia kuitumia kwa ajili ya kazi yako. Ninawaombea wasikilizaji na watazamaji, zidi kuwabariki wanapofuatilia vipindi hivi, viweze kuwa baraka katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tunaomba, amen. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, Timazi ya Amana inaendelea na mfululizo wa miiko na maadili katika matoleo. Miiko na maadili katika matoleo. Katika mfululizo wetu tulikwenda jambo namba 1 la maadili na miiko katika matoleo, lilikuwa biashara ya kujitoa kwa Mungu wetu. Tukaona jinsi mbingu zilivyotoa mwana wa pekee. Tukaenda jambo namba 2, ni umoja matoleo ambao unaweza ukafanya mambo makubwa ya kupeleka utume. Umoja katika urudishaji wa zaka na sadaka. Tukaenda tukaangalia jambo namba 3, jambo la uadilifu katika matoleo. Matoleo yote kwa Bwana yanapaswa kuwa yenye uadilifu, ikimaanisha ya kwamba urudishaji wake lazima uwe katika uaminifu wake na ukamilifu wake. Leo tunaangalia sehemu ya muiko na maadili katika matoleo, sehemu ya 4 inayosema habari ya ubora wake. Sio kila matoleo ni matoleo yaliyo bora. Matoleo yaliyo bora yatapimwa katika Timazi ya Amana kupitia miiko na maadili katika matoleo. Matoleo yetu yote kwa Bwana lazima yapimwe. Je, yana ubora au hayana ubora? Kazi ya kumrudishia Mungu zaka na sadaka katika ubora ndiyo wito mkuu wa kanisa la Mungu kiulimwengu. Mungu amekusudia kanisa lake limrudishie zaka na sadaka katika ubora wake, katika viwango vyake, katika thamani yake, kwa kadri alivyotubarikia. Ubora maana yake ni kwamba Bwana anataka ya kwamba nitekeleze kwa kila alichonibariki bila kupunguza chochote. Bila kupunguza chochote ndipo penye ubora wake. Sasa swali ni kwamba, je, tumekuwa tukirudisha katika ubora wake bila kuchakachua, bila kukengeuka? Na ndio maana neno la Bwana linasema ya kwamba ya Kaisari apewe Kaisari, bali ya Mungu apewe Mungu. Je, ndivyo tumekuwa tukitenda kila tunapobarikiwa katika mapato yetu au la? Kwa hiyo miiko na maadili katika matoleo inahitaji ubora. Lazima uzingatie ubora matoleo. Lazima uzingatie ubora wa zaka na sadaka inayoletwa na Mungu wa mbinguni. Mpendwa, haangalii zaka na sadaka zinazoletwa. Mungu wa mbinguni anaangalia zaka na sadaka zilizoletwa katika ubora wake, zilizoletwa katika ukamilifu wake, zilizoletwa katika uaminifu wake. Bwana ndizo anazozitakabari, wala si vinginevyo. Kwa hiyo wito mkuu au wito huu wa kutekeleza ubora wa kuleta zaka na sadaka kwa ubora wake ndiyo wajibu mkuu tuliokabidhiwa na Bwana, wenye viwango vya Bwana, wenye mizani ya Bwana, wenye kipimo cha Bwana katika ubora wake. Kwa katika Biblia tunamuona kuna mtu mmoja ambaye alifanya kwa ubora katika matoleo. Sio bora matoleo, la hasha. Wapendwa, nahitaji niwaambie ya kwamba watu wengi tunapeleka kanisani zaka na sadaka. Bora nimepeleka zaka na sadaka, ila sio zaka na sadaka zilizo bora. Na mambo ya matoleo, Bwana anahitaji zaka na sadaka bora zipelekwe. Bwana anahitaji zaka na sadaka zinazopelekwa katika ubora wake. Sasa angalia kwa makini. Sio kupeleka visenti na vishilingi, salafu. Kama Mungu amekubariki kwa hizo salafu zikiwa kwa ukamilifu wake na ubora wake, sawa.
Lakini kama unavipeleka visalamu na vishilingi ambavyo havina ubora wake kwa kadri ulivyobarikiwa, pana kasoro hapo, pana shida hapo. Na ndio maana Mungu wa mbinguni anahitaji wewe na mimi tutekeleze kiwango hiki cha ubora. Na ndio maana Mungu alimtoa mwana wa pekee. Katika Yohana 3:16 anasema ya kwamba mwana wa pekee aliyemtoa, ikimaanisha ya kwamba mwana bora, mwana wa thamani, mwana ambaye alikuwa katika ukamilifu wake. Matoleo ya zaka na sadaka lazima yapimwe katika viwango vya ubora, lazima yapimwe katika viwango vya kimbingu, lazima yapimwe katika viwango vilivyofanyiwa baraka na Bwana. Kwa kiwango kisichobola ni changamoto. Kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 4 mstari ule wa 4, tunaona mtu mmoja ambaye Bwana alimwezesha kuleta matoleo yaliyo bora, matoleo ambayo Bwana aliyatakabari. Sio kila matoleo Bwana anatakabari, la hasha. Bwana hawezi kuyatakabari matoleo yasiyo na ubora, matoleo yasiyo na ukamilifu, matoleo yasiyo na uaminifu. Bwana alitakabari matoleo yaliyo na ubora. Neno la Bwana linasema Habili alileta dhabihu zilizo bora, zilizo njema machoni pa Bwana, na Bwana akazitakabari dhabihu zake. Lakini za ndugu yake Kaini alizoleta hazikuwa zikikidhi viwango vilivyo bora. Swali ni hili: je, zaka na sadaka tunazozileta kweli zinakidhi viwango vilivyo bora? Kweli zinakidhi viwango vya kimbingu? Kweli vinakidhi mfumo wa kimbingu? Kweli vinakidhi kanuni za kimbingu? Kweli zinakidhi kanuni za ukamilifu? Kweli zinakidhi kwa amri ya Bwana? Kweli zinakidhi kama Bwana alivyotamka kuleta kwa ubora, kuleta kwa ukamilifu? Neno linasema katika Mwanzo 4:4, Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona. Neno ubora liko hapo, sehemu zilizonona. Maana yake alileta sehemu zilizo bora, sehemu zilizonona, sehemu zinazopendeza, sehemu zilizo ukamilifu kwa Mungu wake. Matoleo lazima yawe katika ubora, lazima yawe katika unono kwa ukamilifu wake. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, hata wewe unalo deni kubwa, ninalo deni kubwa ambalo sijaleta sehemu zilizonona kwa Bwana, sehemu zilizo bora kwa Bwana, sehemu zilizo bora kwa ukamilifu wake. Hilo ni dai la Bwana. Anadai, anatamka hatujatekeleza kwa ubora, na ndio maana analalamika, naibiwa zaka na dhabihu ghalani mwangu, hazijakuja kwa ubora. Hizi ambazo niliagiza zije kwa ubora. Habili alifanya kwa ubora, alifanya kwa sehemu zilizonona kwa Bwana wake. Kinachosikitisha, watu wengi ile mishahara iliyonona wanakula wao wenyewe. Bwana anampelekea vitu visivyonona katika mishahara yao. Bwana anampatia vitu visivyonona katika mazao yao. Watu wanampelekea Bwana mapato asiyonona katika biashara zao. Watu wanampelekea Bwana vitu visivyonona katika mazizi yao. Habili alifanya kwa ubora. Bwana akamtakabali Habili kwa namna ya pekee. Miiko na matoleo, miiko na maadili katika matoleo, ubora. Kwa hiyo yapime matoleo yako. Je, yameanguka katika miiko na maadili katika matoleo, katika jambo hili namba 4 la ubora?
sio bora matoleo. Hata wengi wakiuliza maswali wanasema ya kwamba mimi wanarudisha zaka na sadaka, lakini swali ni kwamba unarudisha kwa ukamilifu, unarudisha kwa ubora, au bora unarudisha zaka na sadaka? Mungu anarekodi mbinguni katika vitabu vyake watu wanarudisha zaka na sadaka katika matoleo yenye ubora wa hali ya juu kwa Bwana wao. Kwa hiyo kiwango cha ubora ni cha maana sana. Kiwango cha ubora ni cha muhimu sana. Matoleo ya zaka na sadaka yakiwa na ubora wake ni sehemu ambayo mtu wa kiwango cha juu cha ubora matoleo alishapita na kuzika dhambi ya unyang'anyi katika matoleo. Anafanya kwa ubora wake kwa kuwa ni Bwana aliyemwagiza. Unapotekeleza swala la ubora wa hali ya juu katika matoleo, Bwana hata tena matendo makubwa katika maisha yako. Tamani kuwa mtu wa viwango vilivyo bora katika matoleo. Tamani kuwa mtu wa viwango visivyo vya kawaida katika matoleo. Kama unaridhika na urudishaji wa zaka na sadaka kwa kiwango cha chini kisicho na ubora, hiyo ni changamoto. Kamwe utaendelea mbele katika urudishaji wa zaka na sadaka kwa ubora wa hali ya juu. Kamwe usiweze kufanya jambo la namna hii la kutofanya kwa ubora. Fanya kwa ubora wa hali ya juu. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 13. Adui yetu mkubwa Ibilisi apendezwe na watu wa Mungu wanaorudisha zaka na sadaka katika ubora wa hali ya juu, kwani anatambua wanarudisha zaka na sadaka kwa ubora wa hali ya juu utegemeza kazi ya Bwana, na kazi ya Bwana ujengeka, na ufalme wa Bwana ujengeka kwa namna ya pekee kwa kuokoa watu wengi walioko dhambini. Kitabu kile cha Matendo sura ile ya 10 mstari wa 1 mpaka 5. Hapa tunamuona kuna mtu mmoja ambaye Bwana naye alimtumia kufanya mambo ya matoleo katika viwango vya ubora wa hali ya pekee katika maisha yake. Anaitwa Kornelio. Kornelio aliazimia moyoni mwake. Alipoazimia moyoni mwake kama desturi, kawaida na mazoea ya kurudisha katika tabia ya viwango vya ubora kwa namna ya pekee. Tena alitoa sadaka nyingi. Tena alikuwa ni mtu wa kumwomba Mungu daima. Kamwe hauwezi kuwa mrudishaji wa zaka na sadaka katika ubora hadi utakapoamua kufanya ubora wa matoleo kuwa tabia yako, kuwa desturi yako, kuwa kawaida yako, kuwa tabia yako, kuwa mazoea yako ya kila siku. Hata katika hiyo Mwanzo 4 mstari wa 4, usidhani ya kwamba huyu mwana wa Adamu anaitwa Habili alifanya kwa ubora kwa kuleta vitu vilivyonona. Ilikuwa ni jambo la kawaida. Hapana, yale yalikuwa ni maisha yake ya kila siku, tabia yake, mazoea yake, kawaida yake, desturi yake ya kufanya hivyo kwa Mungu wake. Watu ambao wanamcha Mungu wa mbinguni watatembea katika ubora, watatembea katika viwango vya juu kumrudishia Bwana kwa ukamilifu wake. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni anakutazamia katika makubwa. Anatazamia katika makubwa ya kurudisha kwa ubora wa hali ya juu sana. Jambo jingine ambalo tutaliona katika mfululizo wa urudishaji wa zaka na sadaka katika ubora, na jambo hili la miiko na maadili katika matoleo, ni swala la kuwa na elimu ya kumrudishia Bwana. Jambo namba 5 tunaangalia miiko na maadili katika matoleo ni swala la taaluma. Kanisa la Adventista wa Sabato limeitwa ili kuweza kuwa na taaluma. Taaluma itasaidia kazi ya Mungu isonge mbele. Maarifa haya ambayo yanajaa ndani yetu, maarifa haya ambayo yananiwezesha
kuwafanya wengine waupate wokovu, kuwafanya wengine waelewe habari ya zaka na sadaka. Maarifa haya yatafanya pande 4 za dunia zifikiwe na neno la Mungu kupitia maarifa na elimu ya uwakili na elimu ya zaka, elimu ya sadaka, elimu ya matoleo. Lazima itolewe. Wako watu wengine kwa kweli, kwa kutojua, hawajatekeleza wajibu wao kwa sababu hawajajua miiko na maadili katika matoleo. Kumbe miiko na maadili katika matoleo yananihitaji niweze kuwa na taaluma, niweze kuwa na elimu inahusiana na mambo ya zaka, inahusiana na mambo ya sadaka, inahusiana na mambo ya matoleo, ili nifanye wajibu wangu wa kutoa kwa ukamilifu wake, ili mimi na wewe tuweze kufanikiwa katika maisha haya. Taaluma ni ya muhimu sana. Taaluma ya wakili, taaluma ya matoleo inaweza kukuwezesha kupanga mikakati kwa ujuzi na ubora wake kwa namna ya pekee. Taaluma ya urudishaji zaka na sadaka, kama ilivyotolewa vizuri, ikitolewa vizuri kwa washiriki, watu watarudisha zaka na sadaka za kutosha. Hii taaluma na maarifa na elimu ya zaka na sadaka itafanya wengi watekeleze kwa ubora, watekeleze kwa uaminifu, watekeleze kwa ukamilifu. Kanisa la Mungu kila wakati lina watu ambao wanapokea kweli ya Bwana na wanaingia ndani ya kanisa. Wengine hawaelewi habari ya zaka, wengine hawaelewi habari ya sadaka. Ni jukumu la kanisa, ni jukumu langu, ni jukumu lako. Kwa yule ambaye unajua ya kwamba anaingia katika kanisa la Mungu na hajajua mambo mengi, hana budi kufundishwa habari ya zaka na sadaka, hana budi kufundishwa habari ya matoleo, ili aelewe ya kwamba ameitwa kutekeleza utume, ameitwa kutegemeza utume kwa matoleo ya zaka na sadaka, kuwafikia wengine, kuwaokoa wengine, ili waweze kuandaliwa kwa wokovu wa maisha yao. Na hawa ambao wamepewa hili jukumu, wamepewa wajibu huu, nao waandaliwe kwa milele ujao. Hili ni jukumu ambalo tumepewa, ambalo wengi hatujatekeleza, jukumu ambalo wengi hatujalitendea haki. Kwa hiyo taaluma hii lazima ifundishwe. Kila kanisa lina jukumu kubwa la kufanya, kufundisha wafuasi wake na washiriki wake habari ya zaka na sadaka. Neno linasema katika mashauri juu ya wakili, ukisoma kuanzia ukurasa ule wa 65 mpaka 88, anazungumza kwamba ni jukumu la wachungaji kuwafundisha wale wanaowasimamia chini yao kuwa waaminifu na kuhakikisha ya kwamba zaka na sadaka zinakusanywa. Ni jukumu la uongozi wa kanisa, ni jukumu la wazee wa kanisa kuhakikisha ya kwamba watu walio chini yao wanaowaongoza wahakikisha ya kwamba wanarudisha zaka na sadaka ghalani mwa Bwana. Wapendwa, kama tutahakikisha zaka na sadaka zinarudishwa, hiyo kazi tuiache. Tunapuuzia jambo ambalo linaleta baraka na laana kanisani. Kazi hiyo tuachishwe na wapewe wengine, tena kwa kujaribiwa. Kila mmoja haangalie wajibu wake, kila mmoja haangalie jukumu lake. Na kama tunaona ya kwamba hii kazi hatuiwezi, heri tuiache, tusije tukapata laana. Unapoona watu warudishi zaka na sadaka na wewe umenyamaza, damu yao itakuwa juu yako. Ninakwambia wewe mzee wa kanisa unanisikiliza, ninakwambia wewe mchungaji unanisikiliza, ninakwambia wewe kiongozi unanisikiliza, ninakwambia wewe muumini unanisikiliza, ninakwambia wewe mshiriki unanisikiliza, ninakwambia wewe kiongozi wa jimbo dogo unanisikiliza, ninakwambia wewe kiongozi wa jimbo kubwa unanisikia. Kama utapiga mbiu watu warudishe zaka na sadaka, kama utapiga mbiu na kuhakikisha ya kwamba elimu ya kurudisha zaka na sadaka inatolewa, na wewe umepewa dhamana kama kiongozi na umenyamaza na matoleo yanashuka na matoleo ya kusanywi, unajipalilia laana kubwa. Tekeleza wajibu wako, hili usililiwe na damu ya mtu yoyote.
kama mimi ninavyopiga panda katika kipindi hiki cha timazi ya amana. Na kama utachukulia poa, haujapona, usichukulie poa, chukulia kwa makini jambo hili. Elimu inapotolewa ya urudishaji wa zaka na sadaka itategemeza kazi ya Bwana. Vipengele ambavyo waweza kusaidia katika nyanja kubwa ya elimu hii ya uwakili, kuwaelimisha washiriki na waumini mtazamo wa kanuni za uwakili wa kibiblia. Waelewe ya kwamba Biblia inahitaji watu warudishe zaka na sadaka kwa ukamilifu, watu warudishe zaka na sadaka kwa uaminifu. Watu wanapotekeleza wajibu wao, neno la Mungu limesema Bwana atashusha mibaraka yake. Hilo ni jambo la kwanza. Tunapotegemeza kazi ya Bwana kwa vipengele hivi vya taaluma, elimu hii inapotolewa, tunawatia moyo wahubiri, tunawatia moyo wafundishaji kufundisha kanuni za Mungu za uwakili katika mikutano, katika semina, katika mikutano ya makambi, katika mikutano ya halmashauri ya kanisa, katika mikutano ya kidini. Haya yote yafundishwe. Taaluma ya zaka izungumuzwe, taaluma ya sadaka izungumuzwe, hata katika matukio ya msiba yafundishwe, hata katika matukio ya harusi yafundishwe. Jambo namba 3, taaluma hii ya zaka na sadaka lazima itolewe kuhusiana na mambo ambayo Bwana anayataka, aidha kila siku, aidha kwa wiki, aidha kwa robo, aidha kwa mwezi, aidha kwa mwaka. Haya yatolewe. Taaluma hii inapotolewa itawafanya watu wapate kuelimika, itawafanya watu wapate kuwajibika, itawafanya watu waone ya kwamba wana jukumu kubwa na zito ambalo wamelipuuzia, wasilolifanyia kazi. Kila mmoja akidumu katika taaluma ya zaka na sadaka, katika maarifa haya, katika elimu hii, upana wa matoleo utakuwa mkubwa katika jina la Bwana. Kwa hiyo ni mimi na wewe ambaye tumekwamisha kazi ya Bwana sababu hatujawajibika kuieleza taaluma hii vizuri ya zaka na sadaka inavyotakiwa kutolewa. 1/10 ya zaka ya maongeo yako ni ya Bwana, na kuanzia 1/10 na kuendelea sadaka ya maongeo yako ni ya Bwana Mungu wako. Watu wafundishwe wanavyopaswa kurudisha zaka na sadaka kwa mpango, ili kazi ya Mungu isikwame, kazi ya Mungu isiumie. Ndivyo Bwana anavyohitaji. Hata watoto wadogo wafundishwe habari ya zaka na sadaka. Baba pale nyumbani una jukumu la kuwafundisha watoto wako. Mama una jukumu la kuwafundisha watoto wako, wajue habari ya zaka, wajue habari ya kumheshimu Mungu wa mbinguni, wajue habari ya taaluma ya zaka, wajue habari ya taaluma ya sadaka, hili iweze kuwasaidia. Mambo ya taaluma hii baada ya kujua, lazima kanisa la Mungu na watu wa Mungu wafundishwe elimu kuhusiana na uwakili wa muda. Wanatumiaje muda katika maisha yao? Wanatumiaje muda katika masomo? Wanatumiaje muda katika kazi? Wanatumiaje muda katika biashara? Wanatumiaje muda katika kufuga? Wanatumiaje muda katika mashamba? Tumia muda kwa busara. Muda ni rasilimali ya pekee. Muda ni utajiri wa pekee ambao wengi hawaujali. Muda ni muda, ukipita umepita, haurudi nyuma kamwe. Je, tunafundishaje taaluma hii ya uwakili wa mvuto? Jinsi maisha tunavyoishi, mvuto wako kwa Bwana, mvuto wako wa mavazi, mvuto wako wa mapambo. Je, unatenda sawasawa na Bwana au unaenda kinyume na Bwana anavyohitaji? Lazima taaluma hii ifundishwe. Je, tunafundishaje taaluma ya talanta, taaluma ya karama? Watu wanatumiaje talanta, karama walizopewa na Mungu wao? Uweza huu Bwana aliowapatia, je, talanta hizi zinazalishwa? Karama hizi zinazalishwa? Lakini watu wanalinga na taaluma zao, watu wanalinga na talanta, watu wanalinga na karama, wanadhani ni za kwao. Na hitaji niwaambie kwamba
usipotumia taaluma yako vizuri na talanta na karama, kuna wakati unafika utanyamaza. Hautaweza kutembea, hautaweza kufanya kazi, hautaweza kulima, hautaweza kufundisha, hautaweza kuhubiri. Ni vizuri kuangalia kwa makini tunafundishaje habari ya taaluma ya kujali, kuwajali wengine. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, katika siku ya leo, Mungu wa mbinguni anahitaji ya kwamba taaluma ya matoleo lazima uwe nayo. Taaluma hii wasaidie wengine, taaluma hii waokoe wengine. Katika nchi ile ya Korea Kusini wanafundisha taaluma ya zaka, taaluma ya sadaka kwa watoto bado wangali wadogo. Wanapofundishwa taaluma hii ya matoleo, watoto hawa wanapokuwa watu wazima, wanapokuwa wafanya biashara, wanapokuwa wafanya kazi, wanapokuwa wakulima, wanapokuwa wafugaji, wanarudisha zaka na sadaka kwa kiwango kikubwa, sababu walifundishwa taaluma hii, waliishi taaluma hii, ikawasaidia. Hata wewe ndugu msikilizaji na mtazamaji, fanya ufanyavyo, pata taaluma ya zaka, pata taaluma ya sadaka, ikusaidie. Maarifa haya, elimu hii uishi nayo, ikuwezeshe kufanya kwa ukamilifu miiko na maadili katika matoleo. Taaluma ni jambo la muhimu. Nenda kapate taaluma. Hata kama unazo nguvu, nenda kasome, usijali. Taaluma ni jambo la msingi sana. Na ndio maana Biblia inasema mkamate sana elimu, wala usimwache, maana ni uzima wako. Elimu ya mbingu ni ya muhimu. Elimu ya duniani ni ya muda mfupi tu. Bwana akusaidie. Unapobarikiwa, nenda kanisani. Hebu tumia taaluma yako vizuri kwa kumrudishia zaka na sadaka. Taaluma ya kupata zaka na sadaka ni jambo la muhimu katika hazina ya Bwana. Bwana akubariki katika jina la Yesu Kristo kwa wetu. Amen. Baba, mbariki msikilizaji na mtazamaji, atumie taaluma yake vizuri katika jina la Yesu Kristo kwa wetu. Amen.